Karibu katika episode ya 4 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 3, basi hakikisha unagusa pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Katika episode ya 3 tulipokuwa tumekomea ni baada ya kushuhudia Wicho akiwa amekalishwa kikao yeye pamoja na Mwamba Sanogong, na akiambiwa kwamba sasa kutakuwa na masharti mapya kabisa na Mwamba atakwenda kuachiliwa huru. Lakini Mwamba Wicho alikuwa na wasiwasi kwamba huyu jamaa akiachiwa huru huenda atamkula bidada. Lakini kumbe naye Mwamba Wicho anasisimka kimapenzi na anawazaga sana siku moja aje kumpata mwanamke ambaye atakuwa anampenda na anatakiwa kufanya matendo mema kila wakati, kwa sababu huyo mwanamke siku moja atakuja kukutana naye tu. Alipotoka pale akaelekea katika mchoro fulani, alikuwa akimtazama mwanamke mmoja aliyekuwa na nywele ndefu sana. Akawa anamkumbuka mwanamke huyu kwamba kuna kipindi mwanamke huyu alikuwa akikimbia katika bonde kubwa sana. Na tena Mwamba Wicho akawa anatoka na machozi huku akijiuliza kuwa ni wapi mwanamke huyu aliko. Hasa upumbavu wa Mwamba Sanogong baada ya kumchukua bidada ya Sala kule katika ile nyumba, baada ya kumtemezea kichapo kizito, akamleta katika nyumba ya Mwamba Wicho na akamweka kwenye friji kwa sababu bidada asiweze kuoza, kwa sababu kumbuka kwamba huyu alishakufa tayari. Na ile time Mwamba Wicho anakuja kufungua friji anakutana na bidada huyu Sala. Kabaki anashangaa bidada anashinda nini kwenye friji huko, hapo friji ni ya baridi kiasi hiki. Ikabidi Mwamba Wicho aweze kumpigia mshikaji PK, na baada ya PK kufika tu akampatia bidada vidonge fulani, lakini bidada tayari ubongo wake ulishaanza kuharibika. Kwa hiyo kawa umesahau kila kitu, akawa anaulizwa ulikopo wapi na wewe ni nani. Bidada hakumbuki chochote kile. Lakini kitu pekee ambacho bidada anakikumbuka ni kwamba anatakiwa nimtafute mtu anayefahamika kama Samin. Hasa kwa kuwa Wicho hajui kitu chochote kile na amemfuma tu bidada yuko ndani ya nyumba, akambeba katika begi na moja kwa moja akamleta hapa kwa bidada Samin. Akasema kwa haya, Samin mwenyewe huyu hapa. Samin akashangaa kuona kwamba mbona msichana anaelekea kufa afu msichana mrembo kama hivi. Wakaanza kujadiliana kwamba familia ya bidada Sala imekuwa ikimtafuta kwa muda mrefu sana na wamekuwa kitangaza katika matelevisheni kila wakati. Sasa tufanye nini jamani? Wakati huo wote bidada anapokaa nje ya friji, basi mwili wake unaanza kuharibika. Ikabidi Mwamba kutumia uwezo wake wa kichawi na kumsababisha bidada awe na barafu. Na walipokuwa wanaendelea kufanya tafiti zao, walikuja kugundua kwamba bidada Sala alikuwa anatokea katika familia yenye utajiri mkubwa sana. Na bidada Samin kwa sababu hamjui bidada Sala jina lake, basi akawa anamuita jina la Buda. Jina la Buda likawa maarufu kweli kweli miongoni mwa wao mashetani. Basi akamchukua bidada Sala na akampeleka katika eneo fulani hivi la mgawani. Lakini walipofika katika eneo hili alishangaa kuna kiumbe fulani ambacho kiko kama mtoto mdogo, na hichi kiumbe kilikupo juu ya vichwa vya watu na kinanyonya kila nutrient ambazo watu wanajaribu kuzila. Na huyu mwanamke kila anapojaribu kula anashangaa kwamba kila siku akipima uzito wake unapungua. Haelewi ni kwa nini anakula sana lakini uzito wake unazidi kupungua tu. Bidada Samini hawezi kutatua changamoto hii peke yake, ikabidi kwenda kumshirikisha Mwamba Wicho. Na mwisho wa siku akaja na hitimisho ya kwamba kumbe yule shetani anatumia tattoo ambazo watu wanakuwa wamezichora katika miili yao, na kupitia hizo tattoo basi anaweza kuchukua kila nguvu ambayo unaingiza katika mwili wako. Bidada Samin akaanza kupambana kujua ukweli kamili jinsi ulivyoweza kukaa. Mwisho wa siku alikuja kugundua kwamba huyu kiumbe anamejificha katika hizo scale ama vile vipimo vya uzito. Basi Mwamba Sanogong akatimba katika maeneo hayo na bidada Samin, na kisha akaweza kuzivunja kabisa zile scale ambazo ndani yake zina hicho kiumbe ambacho kinanyonya nutrient za watu. Na huku upande wa pili bidada Sara anaendelea kuishi na wenzake vizuri kabisa, anapata misosi ya kutosha. Yani maisha yake yamekuwa bomba sana hapa katika kampani hii anayoipata katika familia hii. Na Mwamba Sanogong siku zote na maneno ya shombo sana, akasema kwamba huyu ndio zombi wa kwanza kulishwa vizuri na kutunzwa na watu. Wengine wote wanakatwa vichwa. Yani huyu ndio peke yake tunayemhudumia vizuri. Na mpaka dakika hii ni siku za mwishoni kidogo mwa mwaka. Wanaelekea katika sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Lakini siku ya leo bidada alikuwa anatimba katika maeneo ya sokoni kuweza kujipatia nyama, kwa sababu msosi unatakiwa upikwe wa maana. Lakini akiwa katika maeneo ya masoko haya akaja kugundua kwamba kuna jamaa mmoja anamsalimia kana kwamba vile alikuwa anamfahamu. Bidada akawa amempotezea huyo jamaa na kisha kaingia katika eneo fulani hivi ambalo linauza viungu. Hasa akitazama miongoni mwa viungu ambavyo anaviona hapa, akawa anaona kama kimoja hivi kinaweza kuvuja. Mwisho wa siku akaja kushtukia kwamba eti ni kama yuko juu kabisa magorofa na anaona majengo yote, na katika majengo ambayo anayaona kuna majengo ambayo yanaungua moto. Hii kitu ilimtisha sana bidada, akahisi ni kama vile mwisho wa dunia, kwa sababu moto unatabiliwa kwamba katika mwisho wa dunia ndio utakwenda kuchoma dunia nzima. Hasa hili jambo ili lisiweze kutokea, hiyo ni mission ambayo mtu anayefahamika kama Tanmark anatakiwa kuweza kuizuia. Na bidada Tanmark ndio inaaminika kwamba ndio yeye mwenyewe bidada Samin. Usiku wa leo katika jumba la makumbusho, mlinzi alikuwa akijaribu kupita hapa na kuendelea kukagua katika maeneo haya na tochi yake. Ila kwa bahati mbaya mwanga wake wa tochi ukaweza kukipiga kioo fulani kilichokuwa jirani yake, na mwisho akaweza kugundua kuwa kuna kama reflection ambayo ilikuwa inatokea nyuma yake kana kwamba kulikuwa kuna mtu. Kibidi kugeuka. Na alipoweza kutazama alikuja kugundua kwamba kulikuwa kuna mtoto mdogo mwenye nywele fupi. Mwamba akawa anatishiwa na huyu bwana mdogo. Akataka kumlamba kwenzi lakini huyu mtoto akawa amepotea. Mwamba ikabidi kuanza kukimbia hapa ndani. Akawa anashangaa huyu msichana ameingiaje hapa ndani na mwezaje kutoka kimagumashi namna ile. Sasa jamaa akaanza kukimbia bila mpangilio wote ule. Mwisho wa siku akawa ameanguka katika ngazi na akapoteza maisha. Hatujajua yule mtoto ni nani na kwa nini yuko katika maeneo ya makumbusho. Lakini huku upande wa pili tunaonyesha bidada Samini akiwa anaelekea katika hoteli fulani kwenda kuikagua, na akawa anajaribu kuangalia kwamba je, katika hoteli hii kutakuwa kuna changamoto yoyote. Lakini huyu mfanyakazi wake akawa anasema kuwa mbona pako fresh kabisa, yani inaonekana kwamba huenda kuna mtu anamtafutia hoteli. Lakini Mwamba Sanogong naye akawa ametimba katika mitaa hiyo mida hiyo. Lakini Mwamba huyu mfanyakazi wa huyu bidada akawa ametoka hapa kwenda kupokea simu. Jamaa akawa amekaa kitandani na kuanza kuzungumza na bidada. Bidada akasema kuwa hapa ndani inaonekana kuna mzimu wa Chabo, mzimu ambao
unapenda sana kupiga chabo, lakini hatuelewi umejifichia wapi huo mzimu. Kwa hiyo wateja wanapofika katika eneo hili na kuanza kufanya mambo yao, basi ule mzimu unajitokeza na kuanza kuwachungulia. Bidada akabidi kumshawishi mwamba na kumwambia kuwa hebu tuigize kana kwamba tunataka tufanye jambo lolote lile, huu mzimu utajitokeza tu. Bwana wewe. Basi harakati za kuanza kushikana zikaanza, mzimu huo ukanyenyuka. Kuna watu katika mitatu nao ni kama mizimu hivi, lakini ni binadamu wa kawaida. Kumbe wapiga chabo wote wakifa wanakuja kuwa mizimu wa chabo. Mwamba Sanogong haraka sana akamshughulikia huyu mzimu, lakini kwa bahati mbaya alikuja kugundua kwamba kuna CCTV kamera ilikuwa zimetegwa katika mitaa hii, na wao wameweza kugundulikana wakiwa wanataka kufanya matukio fulani, ikiwa wao waliagizwa kuja kufanya kazi hapa. Yaani sisi tumewalipa muje kufanya ukaguzi wa mizimu hapa ndani, alafu nyinyi mnakuja kufanyia mapenzi katika vitanda vyetu na wapeleka polisi. Mwamba kaenda kumzuia huyu mmiliki na kumwambia kuwa sio kama tulikuwa tunafanya hivyo, sisi tulikuwa tunamzuga huyo mzimu ili aweze kujitokeza tuweze kumshughulikia bana. Lakini kile kitendo cha wao wawili kuanza kuigiza kana kwamba wanataka kufanya tukio kikawa kimemsisimisha sana huyu jamaa, na akajikuta tu anamtazama bidada na anaona aibu fulani hivi. Bidada akawa anamuuliza Mwamba, hivi wewe ni kitu gani unachokipenda zaidi? Jamaa akasema kwamba anapenda sana kula strawberry, lakini napenda sana rangi ya kijani. Yaani kiufupi acha tu ninyoshe wazi kwamba mimi ni mwananchi piwa yani. Lakini bidada akaduaa na kusema kuwa mbona ndio vitu ambavyo hata mwenyewe navipenda, mwenyewe napenda sana rangi ya kijani, mimi mwenyewe ni mwananchi piwa yani. Ikabidi Mwamba amwahidi bidada kuwa kama anapenda rangi ya kijani basi atakuja kuibadilisha dunia siku moja na yote itakuja kuwa ya kijani. Tukitoka hapo tunaelekea moja kwa moja kwa Mwamba Uwicho akiona bidada Buja ambaye ni Sara. Siku ya leo bidada Sara alikuwa akitazama katika screen na kuona kuwa kuna mashindano yalikuwa yanafanyika. Wakati huo akasimama mbele ya Mwamba Uwicho na kuanza kudance. Mwamba Uwicho alishangaa kuona kwamba bidada anaweza kudance, kumbe bidada alicheza sana akayasakata mauno kweli kweli, na mwisho wa siku akajikuta mpaka anachapa msamba mpaka chini. Mwamba akaenda kumpatia vidonge vingine na kumwambia kwamba nimependa sana show yako, ningependa kukuona zaidi na zaidi, hebu kumbe hivyo vidonge ili usiharibike kabisa. Kimbi dada Buja ama Sara akamuuliza, hivi ni nani yule pale ambaye umemchora katika ukuta? Mwamba akasema kuwa huyu ni mwanamke ambaye alikuwa ni princess katika kipindi hicho. Kuna makosa amewahi kuyafanya na hayo makosa ndio yafanya anamsababisha aendelee kuteseka mpaka dakika hii. Bidada akauliza ni adhabu gani ambayo huyo mwanamke amepewa? Jamaa akasema kuwa amepewa adhabu ya kufa na kuzaliwa tena. Amekufa na kuzaliwa tena. Yaani kiufupi ni kwamba ni mtu wa kufa na kuzaliwa tu, ndio kama adhabu aliyopewa. Na Mwamba baada ya kuona kwamba Buja ana kipaji kizuri sana cha kucheza, basi akamwalika PK na kumwambia kwamba ampeleke Buja katika sehemu ambayo wanafundisha mambo ya kucheza cheza hivi. Lakini bidada akiwa katika maeneo haya akaanza kukumbuka kwamba yeye ndo alikopogi mwalimu katika eneo hili la kudance. Wakati anatembea katika maeneo hayo, ghafla tu kumbukumbu zake za matukio ya nyuma zikaanza kumrudia. Pia alikuwa amemwona mwanaume mmoja ambaye alikuwa ametumika kwenda kumzika siku ya jana, akaanza kumkumbuka. Akazidi kumtazama yule Mwamba alikuwa anaenda kumzika kipindi kile bana mpaka yeye akaweza kufufuliwa. Basi akaanza kuangalia anaangalia ile gari, lakini ghafla tu akajitokeza bidada mmoja anayefahamika kama Aris. Hasa huyu bidada kumbe bana ni watoto wasumbufu hapa mjini wanajitafutia pesa kwa njia za alamu. Akasema kwamba angalia umekongoa gari yangu, nataka unilipe fidia. Lakini wakati huo bidada akawa ameanguka chini. Kumbe wakati huo bana ameanguka akawa ameangusha jicho lake. Na kwa sababu yeye ni maiti, tishu zake hazijaweza kujishikamana sana. Kwa hiyo anaweza kaangusha jicho akalirudishia tena. Yaani kifupi yeye ndio yuko hivyo. Mwisho wa siku bidada bana akawa amezimia. Tukaonyeshwa nini ambacho kilikuwa kimeendelea, lakini upande wa pili tunaonyeshwa katika ukumbi fulani hivi wa filamu. Leo Mwamba Uwicho alikuwa ameleta filamu ya miaka ya 1980 na yule mzee mmiliki wa ukumbi wa filamu akaona mwanamke fulani mgeni ameweza kuingia hapa. Lakini alipokuja kugeuka nyuma yake akamwona yule mtoto ambaye tuliweza kumwona katika library fulani, aliweza kusababisha mlinzi wa ile library aweze kupoteza maisha kwa kuanguka katika ngazi. Na kumbe huyu dada aliyekuja alikuwa ameagizwa na Uwicho ili kuhakikisha kwamba anaulinda ule ukumbi, filamu yake iweze kuoneshwa kwa utulivu na asiwepo mzimu yoyote atakayeingilia shughuli hii. Kwa huyu bidada akawa anamfukuza huyu mtoto na kumwambia kuwa embo ondoka haraka sana, sitaki kabisa nikuone katika maeneo haya. Sasa yule mtoto hakuwa ajui wapi pa kuelekea, akawa ameingia mpaka ndani ya movie. Jamaa Uwicho akashangaa sana kuona kwamba eti movie yake na mtoto mdogo ambaye amevaa nguo za kisasa na kamera yake ina rangi, wakati kipindi hicho kamera zilikuwa hazina rangi. Na kwaje huyu mtoto anaonekana vizuri na rangi yake vile vile? Jamaa alikasirika sana kwa sababu hii movie anaipendaga sana. Ikabidi kumshtua Samini kwamba aje kumsaidia kumtoa huyu mtoto katika movie yake. Lakini bidada Samini akawa amemshukia Uwicho na kusema kwamba nakujua wewe michezo yako. Unaweza kusema tuingie ndani ya movie mimi na Mwamba Sanogang, lakini baadaye ukatunasisha huko. Sasa mimi nataka niingie na wewe katika hiyo movie tukamchukua huyu mtoto. Basi ikabidi Mwamba Uwicho aweze kukubali. Ikabidi waingie ndani ya ile movie na kwenda kumtafuta yule mtoto. Lakini Mwamba Uwicho akiwa ndani ya hii movie akashangaa kumwona kwamba yule mwanamke ambaye ni princess ambaye wakati mwingi amemchoraga katika mchoro eti anamuona katika maeneo haya. Haraka sana akaanza kumtazama mwanamke huyu. Lakini ghafla tu alipokuja kugeuka akagundua kwamba bidada Samini alikuwa hayupo. Wakati huo akawa anamshuhudia bidada ambaye ni princess akiwa anaendelea kuwakabakaba watu katika maeneo haya. Na ghafla tu kuna Mwamba mmoja akaweza kumfuma bidada akiwa anamkaba, akaanza kumshughulikia. Lakini Mwamba ikabidi kuingilia ule ugomvi na kwenda kumsaidia bidada huyu. Mwamba Uwicho anampendaga sana huyu msichana, lakini tabia zake hazijawahi kueleweka kutoka miaka hiyo mpaka dakika hii katika miaka 1830 lakini bado bidada tabia yake ya wizi inaendelea vile vile. Lakini huku katika dunia ya kawaida Mwamba Sanogang alikuwa ameelekea katika maeneo fulani vya library. Ni kama ile sura yule mtoto anaijua. Ikabidi kwenda kuiangalia ile sura mara mbili. Akaja kukumbuka kwamba hii sura ya mtoto aliingia ndani ya movie ni sura ya mwanamke ambaye yuko kitandani sasa hivi anaumwa, lakini ni mtu mzima sana. Kwa hiyo yule mtoto sio mzimu, bali yule mtoto ni nafsi ya huyu bibi ambaye alianzaga kuumwa
kutokea alipokuwa mdogo mpaka dakika hii amezeeka, ni kwamba nafsi yake ina udogo ule ule na bado yeye anaishi, yuko hai katika mfumo wa nafsi. Hasa swali ni moja tu, je, watafanikiwa kwenda kumtoa yule mtoto katika ile movie na watakwenda kumrudisha? Lakini vipi haya maisha ya huyu mama ambaye amelala kitandani kwa zaidi ya miaka 80 akiwa anaendelea kutibiwa tu? Lakini je, vipi mwamba Wicho atafanikiwa kuliwini penzi la bidada ambaye anamsumbuaga wakati mwingi, bidada ambaye ni mwizi, ametokea kumpenda kibaka tu? Tukutane katika episode ya 5 katika yetu nzuri. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tukutane katika episode inayokuja. Tangazo: PVP Media Max kupitia kitengo chake cha IT tunatoa huduma zifuatazo: tunarekodi na kurusha live ibada, sherehe, mikutano na semina kwa kutumia vifaa vya kisasa na vyenye ubora wa kimataifa. Ukifanya kazi nasi utajionea tofauti mkubwa. Pia tunafungua akaunti za YouTube za kulipwa ndani ya muda wa siku 15. Tunafungua akaunti za makanisa, vikundi vya sanaa, watu binafsi na taasisi zote. Chaneli zote zinakuwa na vigezo na kusajiliwa kwa majina ya muhusika, BRELA pamoja na TRA. Pia tunatoa msaada kwa wanaohitaji kusajili chaneli zao katika mifumo rasmi ya TCRA. Na pia tunatoa mafunzo ya uendeshaji wa YouTube na usimamizi kwa siku 30 tu. Ada ya kujiunga na grupu la mafunzo ni shilingi 50,000 tu. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia email pvpmediacompany@gmail.com au kwa WhatsApp namba 0622113984. PVP Media tunasema YouTube ni ajira na bosi ni wewe mwenyewe.